Naam, anaye trend mitandaoni sasa hivi ni mwanadada kwa jina la Naomi Chebet. Mwanadada ambaye aliweza kuuliwa kikatili na mume wake kwa jina la Samuel Njoroge katika eneo la Kiambu katika nyumba yao ambayo walikuwa wamepangisha. Ripoti ambazo zina trend mitandaoni zinaonyesha kwamba Chebet alikuwa ameachana na Njoroge kwa miezi kadhaa kabla ya kurudiana, na hii ni baada ya kuunganishwa na ndugu ya Naomi Chebet, na inasemekana kwamba usiku huo ambao waliunganishwa ndio usiku ambao Samuel Njoroge aliweza kumuua Naomi Chebet. Inasemekana kwamba alipokuwa akitoka nyumbani humo mida ya saa 3 usiku, ndugu yake Naomi Chebet alimwacha Naomi Chebet akiwa amepumzika kwenye kiti, lakini asubuhi mwili wake uliweza kupatikana ukiwa umeaga. Na kwenye message ambayo aliweza kushare kwenye mitandao yake ya kijamii, Samuel Njoroge katika ujumbe ama message yake aliandika cryptic message ambayo alikuwa anaashiria kwamba yeye ndiye alikuwa amefanya mauaji hayo, na ni swala ambalo linaendelea kutrend mitandaoni na tunaendelea kufuatilia ili kukuletea ujio zaidi, au sio?